Kwa upande wa Simba kama ndapo ulizungumzia pointi nzuri sana, namna ambavyo mtu unaweza kutafsiri mpira. Unajua Mkai, kabla ya kuanza kutafuta hizo combination, sio miunganiko kiuchezaji, matokeo anza kuangalia. Of course utatafuta matokeo, lakini unaweza kuanza kustick kwenye idea zaidi kwamba okay, mwalimu amekuja lakini anajaribu kufanya kitu gani, unanielewa? Lakini siku zinazozidi kwenda, inawezekana timu inapata matokeo, anza kuangalia progress kwenye kile anachokifanya, kwamba hichi kitu anachokifanya kina muendelezo, graph inasogea, na kama kuna changamoto ni wachezaji ama ni yeye katika mbinu zake. Kwa hiyo ni kitu cha msingi zaidi, na kitu ambacho nataka nikwambie pia, kwa viungo wa Simba wanaocheza eneo la chini wanatakiwa wafanye kazi ya ziada, kwa sababu mechi iliyopita Nabi Kamara alitumika pale kama kiungo wa chini kwenye mechi ya kirafiki ambayo walipoteza. Na ninaelewa kwa nini, kwa sababu kama unataka build ama kutengeneza mashambulizi yako kutokea nyuma, unahitaji kuwa na kiungo ambaye ana uwezo mkubwa wa kuchukua hatari kubwa zaidi, kupokea mpira kwenye pressure kubwa na kuweza kusupply kwenda kwa wachezaji wengine. Mtu ambaye anaweza akalipa mgongo lango la mpinzani, akapokea mpira, akaturn, ama akawa uwezo wa kupokea mpira kwenye mazingira finyu na bado akawa comfortable kwa maana kwa pasia. Okay, sawa. Sasa tuje katika haya yote ambayo mmeyazungumza, nikianza na Kamanda. Amepata muda finyu sana kukiandaa kikosi kuelekea katika mchezo huu muhimu sana dhidi ya Nsingizini Football Club kutoka kule Eswatini, si ndio? Yes. Sasa mwisho wa siku Kamanda, mpira una matokeo ya aina hizo tatu. Lazima tuweke tahadhari hapa. Sare, kufungwa na kushinda kabisa. Lolote linaweza kutokea hapa. Absolutely. Endapo inatokea mnyama anatoa sare ama Simba anafungwa, mashabiki wa Simba wanapaswa watulie na wawe watulivu. Wanapaswa watulie kwa sababu kwanza Mkai, ukiachana na crisis ambayo Simba walipitia ndani ya siku chache zilizopita baada ya kuondokewa na kocha, na ni crisis ambayo lazima tuwe wa kweli kwenye kuset record kwamba ilikuja sio katika mazingira ya wao Simba wenyewe kujitakia. Umeelewa? Hawakumfukuza Fadlu, hawakuwa na mpango wa kumfukuza, na hata alipopoteza ile dabi, kama kuna mtu alikuwa na mashaka naye ni baadhi ya mashabiki, sio viongozi, kwa sababu pia timing haikuwa sahihi, msimu ndo kwanza unaanza. Kwa hiyo football inaweza ikakupa matokeo yote. Simba iliwahi kutolewa na Jwaneng Galaxy. Wakati Simba wanatolewa na Jwaneng Galaxy, Jwaneng Galaxy ilikuwa na umri wa miaka isiyozidi 7, kwa sababu Jwaneng Galaxy imekuwa founded mwaka 2014 na ile ni mechi ambayo ilichezwa mwaka 2021. Sawa. Kwa hiyo kuna stress ya miaka 7 hapo. Miaka 6. Sawa. Hawa jamaa zangu Nsingizini, na waita kwa jina la utani Usingizini, ni timu iliyoanzishwa mwaka 1984. Kwa hiyo wana miaka 41 ya kuexist. Kwa hiyo kwa sababu ni football, matokeo mabaya yanaweza kupatikana, na yakipatikana nyinyi mashabiki mnapaswa kuelewa. Lakini pia kwa hiki ulichokisema, Dimitar Pantev ndio inakwenda kuwa mechi yake ya kwanza ya mashindano kabisa. Sawa. Ameimanage Simba kwenye mechi 2, zote ni za kirafiki dhidi ya Al Hilal. Kwa hiyo naamini kwenye zile mechi ambazo ameiongoza Simba, pamoja na kwamba ana idea zake kama hiki ambacho Magunga na Ashraf wanakisema, lakini bado ataishi sana na mazingira aliyoyakuta kupata matokeo. Kwa sababu hapa kinachoangaliwa kwenye hii mechi sio aina ya mpira ambao timu inakwenda kucheza. Kinachoangaliwa zaidi ni matokeo, kwa sababu hakuna muda wa wiki 2 au wiki 2 na nusu au wiki 3. Ni mgumu sana kusema wewe unaelekeza falsafa yako kwa wachezaji na wakaibai, na hata wakiibai wataitekeleza baada ya muda. Yani haitowachukua mara ya kwanza. Sawa? Haitowachukua muda mfupi. Kwa hiyo hiyo scenario unayoielezea wewe inaeleweka kabisa kwamba matokeo yanaweza kukosekana. Na ndio maana mimi nilikaa kwenye hii meza siku moja nikasema
that ulikuwepo wewe hapa. Nikasema kwamba Simba hawapaswi kumpa kocha malengo sijui ya kufika nusu finali ya CAF Champions. Sasa kamanda, kwa nini siwe hivyo? No, bado ni mapema sana. Tunaitaka nusu finali. Yaani nusu finali kama huyu kocha atapewa muda kama aliopewa Fadlu, ni jambo la kuangalia msimu ujao, sio msimu huu. Ikitokea msimu huu unachukua. Nikikuatisha kidogo. Changamoto iliyopo hawa makocha nao wanakuta tayari klabu imeweka malengo yake msimu unapoanza kwamba sisi bwana tunaitaka nusu finali, tunaitaka robo finali, na mwalimu mwenyewe pia anaingia katika mkumbo ule. Unakumbuka Robertinho Sasa unakumbuka kauli ya Robertinho alisema nusu finali sio level, nani robo finali sio level. Kuanzia nusu finali mpaka finali. Kwa mfano kama angekuwa kocha bado ni Fadlu, mimi ningeweza kumuelewa mtu ambaye anamdai Fadlu nusu finali, kwa sababu umeshakaa muda, timu umesajili wewe mwenyewe kwa kiasi kikubwa, lakini huyu kocha mpya huko kutakuwa ni mbali sana, na anaweza akashindwa kuachieve alafu mkamfukuza katika mazingira ambayo mkawa mnajinyima hata future success. Sio, nimeeleweka? Kwa hiyo watu waangalie matokeo zaidi atakapopatikana kwenye hizi mechi mbili, and with time mpira ambao kocha anataka timu icheze ambao ni tofauti na ule wa Fadlu utaonekana. Ndio football ilivyo hivyo. Okay, sawa. Ahmed Ally hapa kwa nitafuta, na punde tu hapa tuna mweka hewani naye pia kusikia kile ambacho kipo huko baada ya kikosi kutua. Tuambie wako sawa na wako vizuri kweli. Reshikizo, unaweza kuendelea. Yes, natamani kuangalia au tufahamu kwamba unajua kuna muda makocha uaga wanatoka sehemu fulani wanakuwa wana aina fulani ya ufundishaji, lakini akienda sehemu fulani anakuja na mabadiliko ya kiufundishaji kutokana na wachezaji ambao amewakuta. Unafikiri hicho kinaweza katokea kwa Pantev George Magunga? Kuwa na kocha kuwa mnyumbulifu ni kitu cha kawaida sana. Na kocha bora si yule ambaye anakuja na mikakati ya moja kwa moja. Kocha bora ni yule ambaye anakuja kuangalia kwanza mazingira ya sehemu ambayo anafanyia kazi, kwa kuzingatia wachezaji waliopo, changamoto, utamaduni wa hiyo timu, na kisha anaangalia mimi mipango yangu ama aina yangu ya football ambayo nataka tucheze inaweza kaendana na wachezaji niliowakuta. Kama iwezekani, lazima uwe na mpango mwingine wa kuangalia namna gani unaweza kauweka kwenye uwanja wa mazoezi, kisha kaiandaa timu kwa namna ya kiutofauti zaidi. Lakini pia unajua unapokuwa na kocha ambaye ana uwezo wa kubadilika, kuna faida nyingi, kwa sababu ana uwezo kuwa anaweza akawa na approach michezo kwa namna tofauti. Wakati mwingine timu haitakiwi kutabirika sana Kiza. Kwa sababu angalia hata kwenye Champions League, makocha wengi wanaoshinda Champions League kwa ukanda wa Afrika, hata Europe tu, ni makocha ambao wana ile flexibility, wanabadilika mara kwa mara, yani wananyumbulika kwenye mbinu zao, na wakati mwingine inawapa ugumu wapinzani kushindwa kujua hawa watu watakuja katika staili ipi. Wachezaji wanakuwa ni wale, lakini unakuta labda mgawanyo wa majukumu na kwenda na ule uwajibikaji uwanjani inakuwa ni tofauti kabisa na watu ambavyo huwa wanatarajia. So kwa upande wa Simba sitaki kuamini kama kutakuwa kuna mabadiliko makubwa sana kiufundishaji, lakini naamini kuna vitu vinaweza vikaongezeka na kuna baadhi ya vitu vinaweza vikapungua.